Jala, namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, vile ulivyokuwa rafiki bora na mtumishi wa Mungu. Umeweza kunibeba kifikra na mawazo na kunisaidia kiroho toka siku ya kwanza mchungaji alivyonikabidhi kwako. Nimeona nguvu za Mungu sana kwako. Hakika wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Mungu ni mwema sana. Sifa, heshima na utukufu mrudie yeye atuwezeshaye. Amen. Hakika tunaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Amen. Nami ni shahidi wa kuwezeshwa na Bwana. Nilikuwa sina kitu, ila Bwana amenifanya nione thamani yake iliyo ndani yangu. Hakika nimebarikiwa. Unajua, toka kubeba dishi la matunda mpaka sasa nina duka. Unajua nini? Juzi kuna mtu rafiki yangu amegundua kuwa nina kipaji cha uimbaji na sasa naingia studio. Unajua hii kwangu ni muujiza. Hakika wakati Bwana ukifika, milango yote hufunguka. Uko sahihi sana. Mungu akiamua kufungua milango, huwa afungui mmoja, huwa anafungua yote. Unajua Paulo na Sila walipomwimbia Mungu kwa uzuri wa utakatifu wake, unajua nini kilitokea? Ni milango ilifunguka, milango yote hadi ya store. Bwana amefungua milango na bado utaona milango zaidi. Nadhani umefurahishwa na mimi leo, si ndio? Yeah, nimefurahishwa sana na wewe. Okay, basi nipe changu niondoke. Si unajua mambo ni mengi muda mchache. Kaa kidogo, kuna haraka ya kwenda wapi? Wewe hujui na haraka kwenda wapi? Anyways, nikibaki utaniongeza shilingi ngapi? Wow. Hello Rose. Hello. Nakumbuka tu siku ile ya mwisho tulionana na ukawa na haraka. Hukutaka kukaa na mimi, nikakubembeleza tulale ukawa na haraka. Ila najua siku hizi utakuwa umetulia. Yale mambo umeachana nayo. Tukikutana hautakuwa na haraka kama ulivyokuwa kipindi kile, si ndivyo? Ni kweli, siku hizi sina haraka kama mwanzo. Hivyo nitakuenjoy zaidi ya mwanzo sana tu. Nataka kwanza nikununulie simu kubwa. Maana naona wewe kutokuwa na simu kubwa ni kama najipunja mwenyewe. Maana hata nashindwa kukuona siku hizi umenenepa au bado uko vile vile. Ukoje siku hizi? Niko vile vile kama ulivyoniona. Okay. Napambana nikununulie simu kabisa ili niwe nawasiliana na wewe kwa uhuru zaidi. Asante mpenzi wangu, nitafurahi sana. Na mimi nakuahidi hizi siku chache zijazo tutaonana pale kanisani kwetu, nitakuelekeza uje. Luma. Naam. Msanii kama huyu tunashughulika naye. Muda sio mrefu atakwenda kuwa maarufu. Nimezungumza na wewe mara ya kwanza siku ile. Ndio. Nazungumza tena leo kwamba ni muhimu sana tukawa na mkataba mzuri wa kulinda haki ya pande zote mbili. Upande wangu lakini pia upande wako wewe pamoja na msanii wako. Ndio. Kuweza kujua tuna vitu ambavyo vinasomana ili kila mmoja aweze kuwa na haki yake. Sasa sijui umejipangaje kwenye hilo ndugu yangu? Yeah. Ni kweli kabisa, hata mimi nakubaliana na hilo. Na mimi kiukweli niko tayari kuhakikisha namsaidia na namsimamia. Lakini pia nilitamani na wewe usimamie kila kitu. Lakini pia nilikuwa nafikiri kwenye swala hili la uwekezaji. Tukae chini tukubaliane mimi na wewe.
halafu tuangalie tunamsaidia vipi, kwa kuwa mimi uchumi wangu kidogo tofauti na wakwako, kwa hiyo tumsaidie. Hapa hatujasimama Luma, tumekaa chini. Naam. Kwa hiyo tuzungumze kwamba mimi niweze kuangalia kwa upande wangu vitu gani ambavyo nitaweza kufanya. Ukichukulia mambo ya kurekodi haya, gharama za studio na kila kitu, lakini pia kwenye kumtangaza huyu msanii, na upande mwingine anahitaji kuwa na sehemu nzuri ya kuishi. Kwa nimesema upande wangu itabidi nitafute gari zuri la kutembea lenye hadhi ya kistar, kwa sababu anakwenda kuwa star. Lakini vile vile kujua atakaa wapi, lakini pia tuweze kujua kuhusiana na haki zetu tunazilindaje. Nimekuambia kwamba tusipolinda mwanzoni, vitu baadaye vinaweza kuja kuvurugika. Anaweza kuja mtu mwingine baadaye ameshakuwa maarufu, anaweka mahela mengi. Sasa hivi unasema mimi na hela nyingi, lakini kumbe baadaye akatokezea mwenye pesa nyingi zaidi, mimi nikajikuta nimepoteza. Kwa hiyo tunahitaji mkataba mzuri wenye kulinda haki za pande zetu wote. Yeye ajue umemtafutia producer mzuri na eneo zuri, lakini pia ajue na wajibu wa kuishi. Nimekuuliza Luma, umejiandaaje kuishi na au kumsimamia mtu ambaye ni star? Star anapendwa na kila mtu. Star maana yake ni nyota. Unapita sehemu kina mama wanamshangilia, wababa wanamshangilia. Yaani mtu mnapita mahali watu wanamfahamu yeye, hawakufahamu wewe. Ni kweli. Umejiandaa kwenye hilo? Nimejiandaa na Mungu atatutia nguvu. Mambo yote anapita sehemu wanaume wanashtuka, wanawake wanashtuka, watoto. Na sasa ni muhimu kumfunga mkataba mzuri, ajue haya ni maisha anayopaswa kuyaishi kwa namna hii. Wasanii wengine wanapiga simu tena hapa, kila msanii anapenda kuja kurekodi kwenye studio yetu. Unafanya vizuri sana. Kwa sababu studio ni kubwa. Na mimi kabisa nitahakikisha kwamba jambo linaenda vizuri, tulinde hii Lulu. Basi sawa, mimi nafikiri hebu tufanye haraka iwezekanavyo ili tuweze kufanya hili jambo liende kwa wepesi kabisa. Metisha sana. Asante sana. Abida, nashukuru. Jei, siku hizi hatuonani kabisa, yaani mpaka tuonane kwa bahati mbaya. Mimi nadhani tulitofautiana misimamo, tukajikuta kama ndege wasiofanana ambao hawawezi kuruka pamoja. Ni kweli Jei, lakini ninachomshukuru Mungu, katika msimamo wangu nilisimama katika upande wa haki. Sikutaka kusimama katika upande wa dhuluma, na wala sikutaka kukaa katika upande wa hila, kumwacha mtoto wa watu akiwa katika hali ya maumivu vile, halafu eti mimi niwe upande wako. Hapana. Mimi naona tuachane na hayo, nalishapita na nimeshafungua ukurasa mwingine. Sasa hivi niko na penzi liloshiba kati yangu na Rose, na mpango wa Mungu ukisimama huwa umesimama, hata watu wapinge vipi. Mungu huwa anakatiza na kufanya na kuacha watu katika aibu kubwa sana. Jei, sasa shikilia hapo hapo kwa huyo mpenzi wako mpya, kwa sababu Dina haumwezi tena. Dina sio type yako. Dina ameshakuwa level nyingine kabisa. Dina sasa hivi ana duka la nguo, lakini pia Dina imegundulika ana kipaji, anaimba vibaya sana, na nafikiri muda sio mrefu utaanza kumwona kwenye majukwaa akiwa na maisha mengine kabisa, sio kama yale uliomdhulumu haki yake ya kuwa mtu wa thamani. Na kamwe sitamuhitaji asonge mbele, ila urafiki wangu na wewe uendelee pale pale, maana tumetoka mbali sana. Ni kweli Jei, nakubaliana na hilo kwa 100% kabisa. Ila tuendelee kumwomba Mungu azidi kutusaidia. Baba, namshukuru Mungu sana. Naona kama miujiza inapandana. Hakika Mungu ni mwema sana, maana toka nianze kumwabudu Mungu na kumpenda na kuyaishi yote niliyoambiwa, hakika yake namuona katika miujiza, ishara na ajabu nyingi sana sana. Mungu wetu ni mwema, na yeye ana kila kitu, lakini anakitoa kwa utaratibu. Na
weza kuyaishi na kuyafanya yote aliyoyaagiza katika neno lake, haachi kukupa kila kitu unachokitaka, kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu. Amina baba, hakika nimemwona akinistawisha katika duka langu kama nilivyokuambia. Ila sasa kuna muujiza mkubwa sana umekuja kwenye maisha yangu. Kuna mtu amegundua kwamba nina kipaji kikubwa cha uimbaji, hivyo alinipeleka studio, na hakika yake nimemwona Mungu sana. Kwani sio muda mrefu baba, nitakuwa mwimbaji mkubwa sana wa gospel, na ninajua Mungu atajitukuza kupitia huduma hii. Mungu akusaidie sana. Amina baba. Na uende huko ukaishi kwa utaratibu, ili uweze kuona uweza na nguvu zake. Usikubali kwenda na kuwa mfanyabiashara. Nenda kama mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa sababu waimbaji wengi sana huwa wanaanza vizuri kama watumishi wa Mungu, lakini baadaye wanageuka wanakuwa wafanyabiashara, hata kuliko wafanyabiashara wa Kariakoo. Ni kweli baba. Usikubali kuwa mfanyabiashara. Nenda kawe mtumishi wa Mungu. Amina baba. Na utakapoenda kuwa mtumishi wa Mungu, Mungu atafungua milango ya baraka ambayo hujawahi iona. Atafungua milango ambayo hata usingeweza kupata kwa kulipwa kama mfanyabiashara kwenye biashara hiyo ya uimbaji. Unajua, kanuni za Mungu hazijabadilika. Biblia inasema ya kwamba wa madhabahuni watakula madhabahuni. Kwa maana yake ni kwamba ukimtumikia Mungu, yeye ndo atakaye kulisha. Anaposema utakula madhabahuni, haimaanishi uende ukanegotiate sasa ufanye biashara ya huduma unayoitoa. Hapana. Mungu ana njia zake za kufungua milango, na hautakuja kujutia kumtumikia Mungu. Amen. Atafungua milango mikubwa sana. Amen. Kuliko kwenda kufanya biashara, unaenda kufanya huduma, mnafanya negotiation za kibiashara kana kwamba mnaenda kuuziana kitu, kumbe unaenda kupanda madhabahuni. Sasa hebu tujadili kwanza. Kama mimi ninakulipa wewe kwa ajili ya kupanda madhabahuni kwenda kumwabudu Mungu, thawabu ya kumwabudu Mungu ataipata nani? Utaipata wewe unayeimba ama nitaipata mimi niliyekulipa? Hilo ni swali ambalo natakiwa kujiuliza. Nenda kafanyike kwa baraka. Nakuelewa sana baba, na ninaomba Mungu aniepushe na hayo yote kwa jina la Yesu. Mungu anipe mwisho mwema. Yeah. Isije ikawa nikaongoza wenzangu katika kumwabudu Mungu na kulipwa, alafu mimi nikaja kuwa mtu wa kuachwa katika ufalme wa Mungu. Hakika njia za Mungu hazichunguziki. Mungu ataenda kukubariki tu. Amen. Kuna namna Mungu anaweza kukubariki wewe ukaenda kuimba pasipo, ama ukaenda kufanya huduma pasipo kufanya hali ya biashara hapo katikati yake. Amen. Halafu Mungu akaja kufungua milango ya baraka kwa njia nyingine. Unaweza ukaenda ukamhudumia Mungu kwa kumsifu na kumwabudu, halafu yeye akaenda kukulipa kitu kingine kama alivyokufungulia wewe duka. Amen. Sandra, Bwana Yesu asifiwe. Kulikoni tena? Unataka kupaa mbinguni nini? Mbona salamu za uoga wa maisha zimeanza? Mbona kupaa? Jamani. Sandra, unajua sasa tumekamatika kweli ndugu yangu. Yaani, nilivyotoka hapo nyumbani kwako, huwezi kuamini. Nimeondoka na
na ukovu wangu saizi najiona mpya. Yaani mchungaji amenihubiria hapo. Yaani hivi ninavyokuambia saizi Sandra, nimejawa na Roho Mtakatifu. Sema kitu kimoja tu, bado sijui tu kuongea hizo lugha zao za mbinguni, lakini nipe muda, nitaongea. Yaani na hapa saizi na kazi ya kama kusoma kidogo Biblia nisipoielewa, nampigia mchungaji ananilisha vizuri naielewa. Oh. Hongera. Sasa Sandra, nilikuwa nataka nikwambie baadaye hivi nitakuja nyumbani kwako huko na kuja kufanya maombi pamoja na mchungaji. Maki saizi nahitaji sana huduma ya kiroho ili niweze kukua zaidi. Oh. Okay. Sandra, kuna shida yoyote? Hakuna shida. Mbona kama sikuelewi, yani una sound kama sio wewe kufahamu mimi. Hivi wewe ni mchungaji au ni kuweke kwenye kundi la wahuni kama wahuni wengine? Kuna kitu gani kinachoendelea kati yako wewe na Sasha? Maana naona kuna mambo yanaendelea chini kwa chini na hata siyajui. Maana naona siku hizi muda wote msipoonana na kuwa na vikao vya siri, basi mnapigiana simu yaani kana kwamba mimi sipo katika himaya yako. Okay, shida ni nini? Nyoka. Wazo gani? Hivi ni nini kimetokea ambao kuna waka? Hivi ni dharau ama ni nini? Yaani naongea muda wote alafu nasema haujui kinachoendelea? Kwa nini mna ukaribu wa kupigana usiokuwa na adabu? Na wanakuja kujidai kwamba tupo karibu na mume wako na si kwamba mmeokoka. So what? So ukaribu wa kufanya mtu aokoke ndio ukaribu usiokuwa na adabu. Sandra, mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya Sasha kuokoka. Japo kiukweli kabisa katika jitihada zangu na maombi yangu, yeye hakuwa target. Target ilikuwa ni wewe, kwamba uokoke, uyaishi maisha ya wokovu. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu kwa ajili ya Sasha, kwa sababu kama yeye ameokoka ni jambo jema sana kwa yeye kuokoka. Nilikuwa katika maombi nikamuuliza Mungu, ni nini hiki? Mungu akanijibu kitu kimoja ambacho natamani hata wewe ukisikie. Maanake nilimuuliza why anaokoka Sasha na wakati nilitaka Sandra. Mungu akaniambia Sasha kaokoka kwa sababu alikupokea kama mtumishi wa Mungu. Hata neno lilokuwa ukiliachilia alikuwa kilipokea kama mtumishi wa Mungu. Ndio maana hata lile neno lilivyokuwa likiachiliwa, lilikuwa linaachiliwa kana kwamba ni mbegu inayowekwa kwenye udongo wenye rutuba. Ile mbegu ikikua kwenye udongo wenye rutuba, ile mbegu inaenda kuleta madhara ya kiroho, na hatimaye leo Sasha ameokoka. Unajua Sandra, lazima uelewe kitu kimoja. Mimi sijui wewe unanichukuliaje, lakini kukaa karibu na mchungaji sio kuokoka. Na hiyo ndio shida yako Sandra. Kwa hiyo mmeshakuwa timu kuniatake. Sikia, mtanijua sura yangu ya pili sio muda mrefu, na mtacheka kizungu very soon. Sandra, my wife. Kupigana na asiyepigana na wewe ni kupoteza muda. Unajua Yesu aliwaambia pia wale Mafarisayo, akawaambia Mungu wasamehe hawa watu kwa maana hawajui walitenda. Kumbuka mimi siangalii kinachoendelea nje, ninaangalia kinachoendelea ndani yako. Na ndio maana na mimi naishia kusema Baba,
umsamehe mke wangu kwa maana hajui alitendalo. Mungu, umenishangaza. Hakika njia zako hazichunguziki. Najaribu kukujua kila siku, ila naona kila siku natakiwa kukujua. Hauna mwisho Mungu. Yesu, maongeo ya enzi yako ni ya umilele. Hauchunguziki Mungu. Hakika hutembei kwenye akili zetu, ila unatembea kwenye utukufu wako. Mimi Pastor Miamba naomba kukujua wewe ili nitembee kwenye njia zako. Wewe ni mpya kila siku Mungu wangu. Hata hili bado limenishangaza kweli. Wewe Mungu hauna upendeleo. Ukweli wangu, mimi nilijua utaanza na kumwokoa mke wangu Sandra. Hatimaye mwenzake ameokoka, ila yeye hana mpango kabisa wala haonyeshi dalili. Lakini nina neno moja tu kwako Mungu wangu. Bado ninakuamini. Ninakuamini Mungu wangu ya kwamba utatenda kwa wakati wako na kwa njia zako. Usiniache Mungu. Tenda Jehova. Nimekuwa nikiwaza maisha yangu bila Jara angekuwaje. Nahisi kuchanganyikiwa, ingawa tayari nimeshakupata Jara. Jara, nakupenda sana. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu, elewa hilo. Ona Mungu alichonitendea. Kanipa mwanamke ambaye nayempenda, na hapo hapo kanipa mwanamke ambaye ni zaidi ya mtumishi kwenye maisha yangu. Asante kwa kunipenda mwalimu. Nami pia nakupenda sana, na ninajua jinsi ulivyosimama na kupambana kwenye maisha yako. Hakika wewe ni mpambanaji, and also ni handsome. Come on. Jara, natamani sasa moja kwa moja nikuoe, maana sipo tayari kuendelea kukaa katika hali ya kusubiri na wakati hakuna hata kipingamizi chochote. Niruhusu niweze kuendelea, nianze shughuli zote za kifamilia, hatimaye nimalize michakato itakayoruhusu kuingia kwenye ndoa takatifu. Haina neno, wewe endelea. Mimi niko nyuma yako kukuombea uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, ili iweze kushinda chochote kitakachosimama mbele yako. Kukatisha tamaa kisifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Jara. Najua kinywa chako ni ushindi tosha. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.